Kati ya taarifa ambazo mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba zitakuwa zinawafurahisha ni tetesi kwamba mshambuliaji wa kimataifa wa Namibia Peter Shalulile kwamba anaweza akasajiliwa na wekundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya msimu ujao 2026 2027. Hakuna taarifa rasmi kutoka kwa Peter Shalulile na management yake, hakuna taarifa rasmi kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini zipo taarifa rasmi kutoka kwa klabu aliyokuwa akiitumikia kwa misimu kadhaa sasa ya Mamelodi Sundowns kwamba wamemalizana na Peter Shalulile, sasa yuko huru, anaweza kuendelea na maisha yake katika klabu nyingine, na hiyo ni baada ya kuitumikia kwa heshima kubwa klabu ya Mamelodi Sundowns ambayo yeye ni miongoni mwa wale walioisaidia hivi karibuni kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo katika safari yao kuanzia hatua zile za kuania kufuzu hatua ya makundi, kufika fainali, kwa ujumla alifunga mabao mawili, asisti moja katika msimu ambao yeye hakuwa akipata nafasi kubwa sana ya kucheza kutokana na ukweli kwamba kocha Miguel Cardoso alikuwa akiwatumia zaidi akina Ikram Reina, akina Brian Leon, mchezaji wa kimataifa kutoka Colombia, katika eneo la mwisho kwenye ushambuliaji ambako ndiko nafasi yake ilipo. Huyu ana miaka 32. Urefu wake ni futi 5 na inchi 9. Sifa yake kubwa mojawapo ni mpambanaji ndani ya dakika 90, ni pocha, ni mwizi, hujua wapi pa kusimama ili aweze kuwadhuru wapinzani. Na matokeo yake haijashangaza hata kidogo, kwa sababu katika maisha yake katika ligi kuu ya Afrika Kusini kwa mfano, akiwa na Mamelodi Sundowns ametoa ubingwa wa ligi kuu ya Afrika Kusini PSL kuanzia msimu wa 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25. Mamelodi kitoa ubingwa, yeye ni mmoja wapo kati ya wachezaji muhimu kikosini. Lakini sio hilo tu, ameshakuwa mfungaji bora katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2022-23. Ni katika msimu ambao yeye Mamelodi Sundowns waliishia hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa. Mechi walizocheza Mamelodi zilikuwa 10. Kutoka hatua ya makundi mpaka nusu finali huwa ni mechi 10. Yeye alicheza mechi 8, lakini akafunga mabao 6, akatoa assist moja, wakati Mamelodi Sundowns wakitolewa hatua ya nusu finali kwa ujumla wakifunga mabao 22, yeye akichangia mabao 7. Tena ni katika msimu ambao kwenye ligi ya mabingwa msimu huo Mamelodi Sundowns walikuwa wamepiga mashuti 128, kufunga mabao 22. Goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, ni around 17%. Lakini kwa Peter Shalulile kwenye mechi 8 alizocheza alikuwa amepiga mashuti 22. 11 amelenga shabaha, ambayo ni tunasema shooting accuracy ya 50%, kwa sababu mashuti 22, 11, nusu ya mashuti yote yanalenga shabaha. Halafu akafunga mabao yale 6, ambao tunasema goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao kutokana na mabao mashuti 22 aliyopiga ni around 27%, kwamba yeye alikuwa juu kwa 10% zaidi ya wastani wa timu nzima Mamelodi katika msimu huo, na hatimaye akawa mfungaji bora. Na kwa ujumla katika ligi ya mabingwa barani Afrika, yeye akiwa na Mamelodi Sundowns amecheza mechi 55, akafunga mabao 20. Lakini sio hilo tu, akiwa na Mamelodi Sundowns ameifungia mabao 68 kwa ujumla katika PSL peke yake, ligi kuu ya Afrika Kusini, ligi yenye ushindani sana, ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika baada ya ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco na ligi kuu ya Algeria. Lakini kubwa zaidi ni kwamba PSL, ligi kuu ya Afrika Kusini, pamoja na historia yake ya kuvutia, lakini haijawahi kuwa na mchezaji aliyefunga mabao mengi kwa muda wote kumzidi huyu mwamba Peter Shalulile. Ni kwa sababu pale alipofunga bao la 130 mwezi wa 8 mwaka 2025, ilikuwa tayari amevunja rekodi iliyokuwa ikishikiliwa na Sia Bonga Nomvet aliyekuwa na mabao 129 kama all time goal scorer, mfungaji wa muda wote katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Na sasa yeye anatoka katika klabu ya Mamelodi Sundowns akiwa na heshima hii kama ndiye mfungaji wa muda wote katika ligi kuu ya Afrika Kusini kwa kuwa na mabao zaidi ya 129 yaliyokuwa yamefungwa, na alikuwa akishikilia rekodi hiyo kwa maana ya Sia Bonga Nomvet. Kwa mpaka sasa angali akitembea kifua mbele kwenye rekodi za ligi kuu ya Afrika Kusini, yeye ndiye mfungaji bora wa muda wote kwa kuwa na mabao mengi zaidi. Na sasa Peter Shalulile kuhusishwa na Simba, furaha inakuja kwa mashabiki wa Simba kutokana na kweli kwamba yeye kwa umri wake wa miaka 32 hatarajiwi kuwa mpambanaji sana kivile, ndio, lakini kwenye kupachika mabao huo upambanaji anaweza kawa ndo namba 1 endapo dili hilo
linalozungumzwa hivi sasa kama tetesi likafanikiwa. Ni kwa sababu Peter Shalulile bado ana uwezo mkubwa wa kujua wapi pa kusimama ili kufunga. Lakini sio hilo, nishati katika kutekeleza wajibu huo iko juu, kwa sababu anaelezewa na wachezaji wenzake ndani ya Mamelodi Sundowns kwamba, na hasa golikipa Rowan Williams, kwamba Peter Shalulile siku zote mazoezini yeye hufika masaa mawili kabla, na wakimaliza anaendelea kujifua siku zote, hana kinyongo. Anaweza akawa yeye hapati nafasi ya kucheza, lakini furaha iko pale pale. Dancing, kucheza kwa furaha pindi anapofunga bao ndio kawaida yake. Siku zote ni mtu wa kuhamasisha wengine hata pale yeye anapokuwa katika wakati mgumu. Sasa mchezaji wa namna hii ambaye ana historia ya kuvutia katika ligi kuu ya Afrika Kusini, lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika, bila shaka atakuwa ongezeko muhimu ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, ambacho hivi sasa kinafundishwa na kocha Steve Barker, raia wa Afrika Kusini, ambaye ushawishi wake kwa wachezaji raia wa Afrika Kusini na wale wanaocheza katika ligi kuu ya Afrika Kusini uko mkubwa. Ni dhahiri kwamba kama kweli atatua Peter Shalulile, bila shaka anaweza kaisaidia Simba katika jukumu la kuweka mipira wavuni, ambalo kwa kiasi kikubwa kwenye msimu huu limechangia kwao kumaliza mtihani katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua makundi, wakiwa wamefunga mabao 5, wameruhusu mabao 7, wakiwa wamepiga mashuti 54, 16 on target, halafu wamefunga mabao 5. Maana Simba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ule uliomalizika, goal conversion rate, uwezo wao kubadilisha nafasi kwa mabao ulikuwa ni around 9%. Wanahitaji mchezaji wa aina ya Peter Shalulile Simba nzima 9% kwenye ligi ya mabingwa msimu uliomalizika. Sasa ujio wa Peter Shalulile maana yake kwanza analeta uzoefu, pili uwezo mkubwa wa kutumia nafasi pindi zinapopatikana, kwa sababu Simba kwenye kutengeneza nafasi wala sio shida zao. Ndio maana ni miongoni mwa timu ambazo zilifika sana kwa wapinzani, zikafanya majaribio kama nilivyotoka kueleza, mashuti 54, lakini bado mabao yalikuwa 5, uwezo wa chini mno katika kubadilisha nafasi kwa mabao. Lakini hata katika ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu zilizokwamisha Simba ni pamoja na eneo la mwisho. Fikiria kwa mfano, mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara, kinara wa kupachika mabao ndani ya Simba kwa ligi kuu Tanzania bara ni striker Selemani Mwalimu Gomez. Yuko vizuri, lakini kwenye namba ni kwamba msimu mzima amecheza mechi 24 ndani ya Simba, amefunga mabao 9. Anayefuatia kufunga mabao mengi wapo wachezaji watatu. Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka, yeye alifunga mabao 8, lakini kwa kuwakumbusha mashabiki wa kundi la Simba, na wanafahamu kwamba mabao 2 aliyafunga akiwa Singida Black Stars, kwa hiyo akiwa Simba amefunga mabao 6. Kuna Libase Geye amefunga mabao 7, si mbaya. Kuna Elim Panzo Kibisawala, top assist provider, assist 10, lakini mabao amefunga mabao 7. Kwa unaweza kaona katika wale wanaoongoza kupachika mabao mengi, Simba hawana mchezaji aliyefunga mabao nao kufikia 10, wakati Simba ndio dominant katika ligi. Mechi nyingi wanazocheza Simba ndio watawala. Simba wanafika zaidi eneo la mwisho kuliko timu yoyote, lakini kwenye kupachika mabao bado wako chini. Ujio wa Peter Shalulile, kama dili hili litatiki, bila shaka atawasaidia katika kutatua tatizo hili, kwa sababu ni mzuri katika kutumia nafasi kama tulivyotoka kueleza kwa namba. Na faida nyingine ni kwamba akijiunga Simba anakutana na baadhi ya wachezaji ambao tayari amekutana nao katika karia yake. Rushen De Reuck alikuwa naye Mamelodi Sundowns, kwa hiyo ana uzoefu wa kutosha wa kucheza naye. Neo Maema yupo Simba, alikuwa naye Mamelodi Sundowns, tunafahamu vizuri. Lakini kuna wachezaji wamepita katika ligi kuu Afrika Kusini, ana uzoefu nao. Ismail Olivier Toure ni miongoni mwao. Sasa akiitwa kweli Simba, faida iko hapo. Lakini changamoto zinaweza zikawa hazikosekani pia. Yeye amekuwa na wasifu wa juu na Mamelodi Sundowns, klabu namba 2 kwa ubora barani Afrika baada ya Al Ahly ya Misri, lakini pia ashakuwa top scorer katika ligi ya mabingwa barani Afrika, ashakuwa top scorer katika ligi kuu ya Afrika Kusini, ashakuwa mchezaji bora katika ligi kuu ya Afrika Kusini, anatoka katika ligi ya juu yenye mavuno madono zaidi. Bila shaka kama Simba watampata, basi itawalazimu kibubu chao kitikise kidogo. Lakini sio hilo, ni kwamba changamoto atakayokutana nao pia ni kutoka kwa mashabiki ambao matarajio yatakuwa makubwa mno kwake kutokana na wasifu wake, na hivyo from day one akijiunga na Simba atatakiwa afanye makubwa kuisaidia Simba itimize malengo yake. Hajatoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa misimu 5 mfululizo, akilishuhudia likitwaliwa na watani zao jadi Yanga. Kombe la shirikisho la benki ya CRDB hawajalitoa misimu 4, lakini msimu huu walao wamefika finali. Kwenye ligi ya mabingwa Simba walikuwa ni wazee wa walao kufika hatua ya robo finali. Msimu uliomalizika hawakufika tu robo finali, lakini pia kwenye hatua ya makundi kwa mara ya kwanza katika siku za karibuni Simba wamemaliza mtihani miongoni mwa timu 4 za juu, wao wakiwa chini kabisa, wakizidiwa na Stade Malien ya Mali, Esperance de Tunis ya Tunisia, wakizidiwa na Petro Atletico ya Angola. Yote haya
miongoni mwa wanaotarajiwa kwenda kuyatatua kwa haraka ni pamoja na Peter Shalulile. Na changamoto nyingine kwa wekundu wa Msimbazi Simba ni kwamba Peter Shalulile ni mchezaji aliye huru, ni free agent. Sasa klabu nyingi zimekuwa zikichangamkia wachezaji wenye ubora wa hali ya juu kama yeye, halafu wako bure sokoni. Yaani maana yake ni kwamba kumpata ni mazungumzo tu baina ya klabu na mchezaji, kumpa maslahi anayohitaji, kufikiana mahala pale mnakubaliana kwenye mishahara, kwenye bonus. Hakuna gharama za ziada za kulipa timu au taasisi inayomiliki. Yeye yuko huru. Matokeo yake ni nini? Hivi sasa shinikizo limekuwa kubwa. Shalulile sokoni anatakiwa na klabu nyingi. Yanga pia inatajwa, ambao ni watani wa wekundu wa Msimbazi Simba. Klabu kutoka kaskazini mwa Afrika kadhaa zinatajwa, lakini klabu kutoka Asia hususan kule Warabuni, klabu kutoka Zimbabwe na maeneo mengine mbalimbali, Peter Shalulile amekuwa akihusishwa nazo. Kwa sababu hiyo Simba lazima wajipange haswa ili kuweza kupata saini ya mshambuliaji huyu wa kimataifa wa Namibia, endapo tu dili hilo litapaswa kuwa la kweli na sio kuishia kwenye tetesi. Vinginevyo dili likitiki, hakika ni jambo kubwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Mfumo wao wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, yeye anaweza kama mmoja wapo akitokea eneo la kati. Lakini wakati mwingine 4-2-3-1, kwa maana golikipa, walinzi wanne, viungo wale ukabaji watatu, washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja, yeye anaweza akasimama pale juu, halafu Libasege akiwa kwenye kiwango chake bora, Anise Ura na wengineo waliopo ndani ya Simba. Ni dhahiri kwamba Peter Shalulile inaweza ikawa ni bonge la usajili endapo tu tetesi hizi zitakuwa za kweli.